Nimekusalimia katika jina la Yesu Kristo. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimemuona katika hii safari. Na Mungu akubariki. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni adhuhuri ingine njema. Nimekuja mbele yako mwana wa Mungu. Wewe ambaye ulioniokoa, umeandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Umeliandika jina langu kwenye kitabu cha uzima na kushukuru. Pokea sifa, pokea utukufu. Bariki mwenye kunisikiza. Na ninaitisha peace kwa yule ambaye anasikia hizi video. Yote ambaye anachukua hatua ya kufungua hii video na kuisikiza, mbariki Baba. I cover them all, the blood of Jesus. And I bless them in Jesus' mighty name. Baba, nitumie, nena kupitia mimi vile unapenda. I'm free and I surrender myself to you. I cover myself with the blood of Jesus. And I release a word of blessing toward each and everyone who hears me at now, at this moment. And I bless them, I cover them all with the blood of Jesus and with the power of the name of Jesus. I cover them. I cover myself with the blood of Jesus and protect myself with the power of the name of Jesus. In Jesus' mighty name, use me, my Redeemer. In Jesus' mighty name, I pray. Nimekusalimia katika jina la Yesu. Huyu ambaye ni mwokozi wa maisha yangu, ambaye ameniweka huru siku ya leo, ninamsujudu, namwabudu huyu, nampenda yeye ambaye alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Leo ama wakati huu, wewe ambaye unanisikiza na huenda ikawa umeokoka, kuna wakati tumekuwa tukiomba hapa duniani tukitaka Mwenyezi Mungu atutendee jambo fulani. Kila mtu na maisha yake. Sasa ninahitaji kuongea kwa sababu ya nchi yangu, nchi ya Kenya. Kwa maana tangu Kenya iwe na ile freedom, kuna mambo, kuna viongozi wamekuja tofauti, na kumekuwa na sauti ya Mkristo nchini Kenya. Lakini huwa kunafika wakati wale ambao wanasimama kwa viti, either ni president, MP, mpaka chini kabisa kuna MCA. Kuna sometimes tunaomba Mungu atubariki na atupe wale ambao wanamheshimu kama Mwenyezi Mungu. So nikisema wale ambao wanamheshimu kama Mwenyezi Mungu, ninamaanisha watu ambao wanamwakilisha Kristo katika maisha, ama wanakubali Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Ninakusihi wewe ambaye umeokoka, na kuomba katika jina la Yesu, tafadhali tushirikiane. Na mimi ninaita wale ambao wanasikia, wako na mwito, wameitwa na Kristo, na they know they are going to heaven. Unajua umewekwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ujue mko na agreement na Kristo hivi, na unajua unaishi maisha matakatifu. Please, ninakuomba katika jina la Yesu, tuungane, tusimame pamoja, tumuinue huyu Kristo nchini Kenya, na turudishe ile injili ambayo ilihubiriwa hapa na akina T.L. Osborne. Turudishe ile injili ambayo imekuwa ikihubiriwa hapa wakati Full Gospel ilianza, ilikuwa inaitwa Kahama. Turudishe ile injili ambayo iko na Kristo ndani yake, iko na nguvu ndani yake. I'm making a call on behalf of my Redeemer Jesus Christ. If though you know you can, please
tuungane, turudishe injili ya kweli hapa nchini. Na nikisema hivi, ninasema maana ninajua ni possible. Yule Mungu ambaye alikuwa anahubiriwa hapa Kenya na T.L. Osborne, I was not alive. Nilikuwa kijana mdogo. Lakini kuna ile vitabu, kama kitabu moja ilikuwa inaitwa Miracle Healing. Hiyo ndio kitabu nilisoma ya T.L. Osborne. Ikawa ni kama tunapelekana na yeye safari hapa kwa hapa. Maana T.L. Osborne wakati aliitwa, alipitia kwa matatizo kama yale umeyapita. Na shangaa, usishangae kudharauliwa na watu wenu. Usishangae kuwa na mashida mingi. Usishangae kuwa na umefinyika. Usishangae. There is nobody and there will never be. Mtu atakuorify kukalia kasi ya kiti cha Mwenyezi Mungu. Kiti ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Afanye na aweze na afaulu ikiwa hajapita kwa hii matatizo. Utadharauliwa na watu wenu. Wazazi watasema yeye ni mjinga. Wengine watakulaani. Wengine watasema yeye ni mjinga. Utafukuzwa makanisani. Marafiki zako watakukataa. Kila mahali ukijiunga na chama inakuwa ni finished. Hii ni shakura ya Mkristo ambaye anatembea anaenda mbinguni. Shakura ya mwenye kwenda mbinguni. Ndio hizi. Maana there is no way God will trim you through comfort zone. Sasa ninaita wewe, ninaitana katika jina la Yesu Kristo. And I believe hii injili lazima ilifufuke tena ya ukweli. Na nikisema injili ya ukweli, kuna injili ilihubiriwa hapa na T.L. Osborne. Na kuna madam mmoja alikuwa anaitwa Wangari wa Banana. Walikuwa na injili nyingine huwa ninasikia. Kwa kina Wangari watu walikuwa wanaenda asubuhi, wanapanga laini. Kuna viwete walikuwa wanafungiwa mahali. Sijui kama huu ni ukweli. Wakati huyu mama ameinuka, ameinua mkono, anabebwa na malaika ama anabebwa na Roho Mtakatifu. Anaashiria nguvu katika ile cage ambayo imewekwa viwete. Sijui ilikuwa ukweli, nilikuwa naelezewa na dada moja tulikuwa tunaita Hana. Nishaiongea mambo yake katika miujiza na mambo ambayo alitendewa na Mungu. Watu wanaponywa. Injili ya kweli tuirudishe Kenya. My brother, my sister, I know you are tired of injili ingine tunahubiriwa siku hizi sharu. There is no way tutaenda makanisani. Injili ya kubarikiwa, injili ya kupendwa, injili ya breakthrough, injili ya kuandikwa kazi nzuri. Hii injili hii ncharo injili si mbaya, lakini neno nasema tutafute ufalme wa mbinguni kwanza na mengine atatufuata. So tutafute ufalme kwanza, brethren. Ninaomba ambaye ananisikia na anasikia sauti hii, I make a call. Amkeni brethren ambao mko na imani ya kuelezea mlima ihame. Tushikane pamoja, tuinue injili ya ukweli hapa nchini. Regardless of what, tuinue injili ya ukweli hapa Kenya. Na nikisema Kenya ni maana ni mahali ninaishi na mahali lugha hii inaeleweka. Brethren, na wakati huu ni wetu. Ona hii. Osborne alikuja hapa akaleta injili. Akailete, tuliita full gospel. Ilikuwa imeanzishwa. Kuna mtu alinisahihisha akaniambia wamama wawili kutoka sijui Finland, sijui walileta hiyo injili naye Osborne akaja kuiweka nguvu. Osborne alileta injili nyingine hapa bila compromise. Alikuja with fire by power. Hii injili tuirudishe nchini Kenya. Tuache mchezo wa kuhubiri injili tu ambayo haina nguvu. Na kama unajua huwezi, kaa kando. Tumekuwa hapa na wahubiri, mabishop, watu ambao wako mbele yetu.
Yenyewe walienda pale kwa holi. Na chumvi ndio iko pale. Wao wamekaa pale na wako na ngozi za kondoo, lakini ndani yao ni mwito. Fisi. Wako pale umbwa mwitu. Wako pale wamekaa. Hakuna mtu mwingine anaweza kula chumvi pale. Ukikuja kukaribia kidogo wanakuuma, unajua fisi ama mbwa mwitu. Ni ile kitu ukikaribia pale inakula na haiwezi maliza na inakuuma. Tunawahubiri, tuna vigogo wa kiroho ambao wamekaa pale kwa ile holi, mahali tunaweza watu wanaweza kula waende wakahubiri. Na hao wamekatalia pale. Wanakaa kama wanyama. You know, animals. Unaona lion wakati zinakula ni za familia moja, lakini moja ikiona ingine inataka kuja kukula, inakwasha nyama kwanza, inaenda kuuma ile. Kuna watu walifunga hii barabara za kiroho, wakakaa magodfather, hawaondokei, hawataki mpite na hawataki kuashiria mkule. Tuwaondoe by force, by power. I mean by force, by power. Katika kiongozi wa simba wale wa forest, kuna kuanga na kiongozi yule ambaye hasimami wakati haesi akawithstand nonsense. Wakati anaona zile zingine zinakaa vibaya, ana control. Brethren, tumefunikiwa muda mrefu sana, na ninasikia vibaya, na sijakuja kwa runinga ama kwa hii YouTube ili nijulikane. Lakini angalia hii, mtu akuje tu na kitu kidogo. Tulikuwa hapa na Jerusalemu, watu wanaiba Jerusalemu, sijui nini Jerusalemu. Inaenda inavuma kila mahali. Kuna kuja mwingine ana glorify kitu na si Mungu. Manuninga yote. Tupende kushika watu watakatifu, watuonyeshe njia. Sikia hii. Hawa watu ambao waliashwa hapa na T.L. Osborne, watu wa kiroho, walikoma alafu wakakatalia. Hawataki kwenda mbele na hawataki kuashiria. Wewe ukionekana Mwenyezi Mungu amekupea nguvu kidogo, ni kuuma tu. Kuna mahali nilipooa, tuligawa kwa kanisa moja tu hapa Kenya. Tukaelezwa, nyinyi juu mmetoka Kayole, uganeni na huyu mhubiri ako karibu na kwenu. Nafikiri alikuwa mahali Buruburu. Ako karibu na kwenu, muwe mnashiriki na yeye hapo, muende mumsaidie yeye kuweka hii kanisa nguvu. Ilikuwa tu ni kanisa hapa. Sasa bishop akatuelezea, uganeni na huyu, muende mkaanze, wale ambao wote mnatoka sehemu za akina Kayole, Bakasi, Buruburu, muungane na huyu, muweke nguvu, mshika kanisa. Enyewe tulitoka hapo headquarter na nguvu moja na upendo. Na mimi nilikuwa kijana tu, hata hatukuwa tumepata mtoto. Tukaanza ile, nisiseme tukaanza, yule mhubiri akaja akaanza, na sisi tukaja kumweka nguvu. Sasa sikia hii. Mara ni mhubiri wa maendeleo. Kuna siku moja tulienda kuabudu kanisani. I'll never forget this. Mimi ni wale vijana wa mioto. Wakati mhubiri amesema kitu mzuri, huwa ninapiga makofi na ninashangilia. You know, kiroho ile. Sasa ile kanisa tulipoingia, wiki ya kwanza mwezi 2, ikaingia mastaff, niwaite mastaff, watu ambao ni wale wa kuiba tu, hawataki kusubuliwa. Wimbo inawanya kwaya pale na piga music ya kutosha, lakini watu hawangatuki. Hamkumbuki vile tulikuwa tunaiba disco, muache kujifanya. Sasa tukaingia kanisa na ikaelezewa ni ya mastarabu, ni ya ustarabu, wazee wa kutoka Buruburu na matajiri wale. Sasa mimi kijana kutoka Kayole na ile mioto yangu, tukiwa na bibi hapa, ni vijana tu. Sasa wakati mhubiri anakuja pale anahubiri, tunasikia kitu ni mzuri. Mimi nilikuwa napiga makofi na furahia. Yes Jesus. Although nilikuwa ninaonekana kama ni fanatic, maana nilikuwa na hiyo kakitendo ama hii katabia, tukiwa kama watu 4 5 kwa hiyo kanisa yote. Siku moja
Sijui ni nini huyo mhubiri. Alihubiri jambo fulani nikafurahi. Wakati anaabudu, alituongoza maombi, akatuongoza sifa, namna hiyo. Sasa wakati wa kusema asante Yesu kakimalizia, nilipiga magoti nikiwa nimefurahia. Yule pastor alisema na tumeomba katika jina la Yesu. Na akawa amesimama mahali pamoja kama mnyama ingine inaitwa deer. Inakuaga milimani kule juu. Wakati inatembea, hiyo kitu ni staff. Ikitembea tu isikie sauti ya kitu fulani huku. Kama ilikuwa inatembea, huwa inakauka, inasikiza, inaweza kaa kama 30 minutes. Sasa huyu mhubiri, wakati nilipiga makofi, nikafurahia juu alikuwa anasema, "Oh, thank you Jesus, thank you Jesus." Nikawa kama fanatic nikiwa peke yangu. Alimaliza maombi akiwa amesimama hivi, ameshikilia hivi kwa pulpit, ameniangalia. Nilipofungua macho baada ya kumaliza maombi, akanifanya hivi na kidole akaniambia, "Wewe na hiyo kiroho yako sikutaki hapa. Enda huko ukatafute kanisa. Uende na hiyo kiroho yako." Nilisikia vibaya. Na nikasema huyu mhubiri si wa kiroho. Yaani nilisikia vibaya, lakini juu na mimi kwa kusamehe, nikaona yenyewe mimi ndiye nilifanya makosa na nikarudi chini. Huyo pastor alikuwa anaongea, "Unaona hapa nimenunua plot. Hapa nitajenga kitu kimoja kikubwa sana. Alafu nitajenga mjengo ingine hapa. Ndege zitakuwa zina helicopter zinatua hapa juu." Sijaona kwa sababu mpaka wa leo hiyo kanisa ni ya mabati. Na ni kama miaka kama 20. What do I say? Aliniambia sikutaki hapa na hiyo kiroho yako. Huoni hii kanisa ni ya mastaff? Sasa, brethren, who staff? Ndio umetuletea hii shida yote. Who staff? Panapo Yesu, Wanaisraeli wakawa katika safari. Na kelele wakawa wanaelezewa na Mwenyezi Mungu ampigie kelele. Jericho. Jericho ilikuwa imejengwa ukuta. Na Mwenyezi Mungu akajua nataka kubomoa huu. Akaelezea Wanaisraeli, "Mnasuguka huu ukuta." Unasoma hiyo maandiko unaelezewa. "Na siku ya mwisho mkisuguka, mkisifu, mkiiba, nitaubomoa." Walikuwa nasuguka hivi rauti. Wakiiba, wakisifu. Yalitimia aliyokuwa ameyasema Mwenyezi Mungu. Musuguke tu, mkiimba, mkisifu, nitaubomoa. Sifa ndizo zinawezesha yeye kupenya katika presence ya Mwenyezi Mungu. Tumekuwa na vigogo. Hawezi ruhusu mtu mwingine apite na hawaedi. Ninaita mwito kwa yoyote ambaye ameokoka na anajua amejazwa na Roho Mtakatifu na anajua anamjua Yesu na anajua kutumia mamlaka. Huu wigu la ukuta huu tuvuje katika jina la Yesu. It doesn't matter who has. Hii kazi nafanya siku ya leo. Ilikuwa imepewa bishop mmoja sana hapa Kenya. Bishop alikuwa amepewa hii kazi tangu alipoitwa na Mungu. Na nikisema hii kazi, kuna kazi ya chini sana ninafanya kwa sehemu tofauti. Wale ambao nimekutana na hao wananielewa. Wengine tumeomba kwa mtandao mnanielewa. Na msiyaseme mnyamase tu mpaka nimalize hiyo. Maana kuna kazi inafanywa na Mungu ndani yetu. Wewe ambaye tumekutana na wewe, usiongee na usielezee mwingine. Nyamaza tu mpaka kazi ifike mwisho. Huu ukuta huu wa vigogo ambao ni wajeuri, ninakuomba tushikane na wewe. Tushikane, ninakuita tushikane. Tuvunje huu ukuta nchini Kenya. Ili breakthrough ya Kristo ionekane. We are tired. Hebu niwaulize, kama kubatiza mtoto ni haki, ni wapi katika maandiko mnionyeshe? Biblia inasema dedicate mtoto kwa Mwenyezi Mungu. Simple mathematics. Kristo angebatizwa akiwa na siku 5, siku mwaka moja. Alifuata sheria na mila za kikwao, akatahirishwa akiwa na hizo siku alitahirishwa nazo. Hii wingu la kubatiza watoto wa miezi 6, mwaka moja, miaka 2 ilitoka wapi? Is it biblical? Tunaiwekwa kwa stream ya mambo ambayo hayana baraka na tunasubuana naye. Nasikia mtu akisema mtoto wangu hajabatizwa. Baptism of water
It's a sign of saying nimekataa dhambi zangu. Sasa mnatusumbua hapa. Watoto wanataka kubatizwa ili mtu mzima ambaye ameachana na dhambi zake ndiye maandiko inaruhusu awekwe kwa maji abatizwe kuonyesha amekataa dhambi. Amezigeukia in fact. Hii wigu la kubatiza watoto lilitoka wapi brethren? Mnashika ambayo hayana maana. Mnaacha yale ambayo wako na maana. Holy Communion ni moja. Batiza watu wazima. In fact kwa kanisa ninaona kuna batizwa watoto wengi kushida vile watu wazima wanabatishwa. For what? Tushikane, tuvunje hii wigu hili. Neno ni nzuri. Foundation walioralia ni nzawa. Lakini wao hawakai vizuri kwa sababu ya ubinafsi na mambo yao ambayo yanawapata. Many a time tumekuwa tukiomba Mwenyezi Mungu atupatie kiongozi Kenya ambaye ni Mkristo. Nasikia hii kama president wangu atanisikia na Mungu ambariki. Akiasha hii kasi ya upresident, na muombea tu Mungu amwezeshe afungue madhabahu Kenya ya wokovu. Awe tu bishop ama awe mhubiri Kenya. Nasikia hii Mr. President, with the due respect, hapa siongei habari ya uongozi wako sahi. Baada ya wewe kumaliza kazi, ukifungua kanisa Kenya, utuongoze tuende kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Hakika utabarikiwa. Na unajua ninamaanisha nini? Angalia hii na mniambie. Wakati huyu rais Kenyatta alishaguliwa akaingia katika mamlaka, kuna mahali alienda akapewa microphone. In fact alikuwa juu ya gari, if I'm not wrong. Akauliza, "Ni nini mmekosa?" Watu walisema mvua. Sijui kwa nini. Sijui walisema hivyo kwa nini. Tumekosa mvua. Unajua president aliomba kimchezo tu, alishukua microphone akasema, "Haya na tuombe." Aliitisha mvua. In fact haikumaliza dakika 10 ikanyesha. You have something in you, Mr. President, ambayo unaweza itumia baada ya kutoka kwa hii kasi ya president. You can be a very good shepherd ambaye atafuatwa na kondoo zikiwa hasikuli mashamba ya wenyewe. Na juu hii kiti ya president ulipewa na ukakuja vigogo wengine ambao sio wazuri. Yenyewe moyoni unasikia vibaya bana, wanakataa kufanya vile unataka. Na mimi siongei habari ya BBI na uchaguzi na campaign, ninaongea habari ya neno la Mungu. If though you can na ukubali kufungua baada ya kutoka kiti ya president uwe mhubiri, utamake it. Na utatuongoza kwa njia mzuri ndani ya wokovu. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, hii neema ikufikie. Baada ya kumaliza hii kazi, Mungu akubadilishe, akupatie shepherd staff, ufungue kanisa Kenya. People will come and they will follow Jesus through you. That's another ministry. Baada ya kulitaya hii uko ugeuke tu. Unajua unakuaga na ukweli ndani yako. Ni vile unajaribu kuwatumia wale ambao unawatumia kiukweli wako na nguvu kukushinda. It is like that. For now, tushike useme, na mimi ninataka kuwa mhubiri. You'll make it a good shepherd. Hiyo ni top up. Sikiani hii wa Kenya. Na ninawasihi, siongei siasa. Hapa Kenya sitaki kuongea habari ya Ruto. Mimi sijamuona kiroho. Batako. Lakini nataka kuongea na nyinyi wa washirika ambao ni washirika wa Kristo. Nyinyi ambao mmeokoka. Nyinyi wa mama ambao mko vigogo wa kiroho. Nyinyi ambao mmejazwa na Roho Mtakatifu. Nyinyi ambao mnamjua Yesu Kristo. Tumelia muda mrefu sana hapa Kenya
tukiuliza Mwenyezi Mungu atupatie mfalme na atupatie mtu ambaye anaweza simamia hii nchi, awe ameokoka na awe wa kiroho. Mimi my choice sina na president. Lakini kuna kitu nataka kuwaletea hapa. Kuna madamu moja tu ninamuona kiroho, wakati anatembea kwa barabara, wakati amekaa, wakati amepumzika, anakuaga na gadi ya malaika 7. Bibi ya Deputy President Rachel Ruto. Kama wamama mumeokoka na mumejazwa na Roho Mtakatifu, kama wewe ni mhubiri ambaye unasemanga tungependa, huyu Madam wa Ruto amewekewa ulinzi na Mwenyezi Mungu wa malaika 7. Wanatembea na yeye na wanakuaga na yeye 24/7. Mnaitaka 24/7 from January to January, from Monday to Saturday. There is something in this reading ambayo imemfurahisha Mwenyezi Mungu. Na sisemi ati tumchague juu ninaongea haya, lakini ako katika high authority, na ako na umungu ndani yake, na ako na utakatifu. If there is high time, tunataka mtu ambaye anakaa kama Ruth kwa nchi yetu, ni Deputy President wife. Na maana wao ni kitu moja na deputy. Hali ya deputy siongei, hali ya Ruto siongei. Naongea habari ya bibi yake Rachel Ruto. Analindwa na Mwenyezi Mungu na malaika 7. Na kama wewe umeokoka na unajua kuomba ni nini, ninakusihi. Unajua kama Ruto hatashaguliwa president, atakuwa na influence kwa hii nchi, hata kama atakuwa deputy ama atakuwa kiongozi wa opposition. Hapo siongei habari yake. Lakini kama tukiangalia na macho ile tuko naye, hii familia hasa say in our nation, whether Ruto ataingia, whether haingii. So what I say, leo hii tunaongea na wewe, President Uhuru Muigai akitoka kwa mamlaka, bado tu atakuwa na say katika hii nchi, na bibi yake atakuwa na say. Likewise, Ruto ashaguliwe akose kushaguliwa, the wife ameshika Kristo sawa sawa. Kama mnataka kusimama na mtu na maombi, na muombe Mungu aonyeshe kama hii kitu ninaongea ninakosea, munikosoe na muniambie mhubiri, sio hivyo. Huyu madam tukisimama na yeye na maombi, Mwenyezi Mungu atasimamisha utakatifu kutoka ofisi ya juu mpaka chini. Kama atakuwa deputy ama atakuwa kiongozi wa opposition Ruto, ama kama atashaguliwa, ninaongea habari ya bibi yake. Wamama, hii ni nafasi yenu kusimama vizuri. Mkiwa mumeokoka, mshike yule mama hivi, mumweke katikati yenu na mumuombe. Hili wigu la corruption lilianza tangu Kenya ilipata freedom. Limekuja. Likakuja na former president Moi, alikuwako yule. Wakati ametoka kwa mamlaka ndio amekubali kusema nisameheni, nimeokoka. Limekuja hili wingu kutoka wakati wa foundation mpaka mahali tumefika siku ya leo. President Uhuru ameingia kwa mamlaka, amejaribu kupigana na hii wingu la corruption. For sure haliwezi, maana liko na mizizi mpaka chini. Haliwezi. Lakini tukishika huyu mama, either bwanake atashaguliwa, akose kushaguliwa, ako na authority in this nation, tumshike na maombi, tumweke kwa abrela. Kama wewe umeokoka, ujue ninasema nini. Tushike huyu Mungu aliye ndani ya huyu bibi ya deputy president, tuweke nguvu. Hayo mafuta ambayo Mwenyezi Mungu ameweka hapa yatageuza the land of Kenya sana, na mambo itabadilika.
kupitia kushikana kwetu tuinuke na huyu. Wakati mmoja ikawa ni vita wa Israeli, na kulikuwa na mtoto wa maraya, na maana hakuwa anampenda, akaitwa. Mrudi kwa maandiko. Alipoitwa akasema, kama ni mimi nitakuja kuwasaidia, twende vita tushinde. Mkubaliana na mimi na muweke signature siku ya leo. Nikishida mtaongozwa na mtoto wa maraya. Walikubali wote na wakaweka signature. Ukishinda tutaongozwa na mtoto wa maraya. Simple and clear. Na alishida na vita ikawa, walienda vita, aliwaelezea mniweke signature mniambie. Nikiwashidania mkubali mtaongozwa na mtoto wa maraya. Na ikawa namna hiyo. Sasa sikia hii. Tumekuwa tukilia Kenya tangu wakati wa Moi, washa wakati wa Kenyatta juzi kuwa mkubwa vizuri. Mungu tupatie mmoja ambaye ameokoka, akalie hapa, aweze. Leo hii huyu madam, tushikane zote ambao tumeokoka. Hayo mafuta ambayo yamo ndani yake ambayo inasababisha Mwenyezi Mungu amlinde na malaika 7. In fact tukiweka nguvu zetu kwake through Christ, tumshikilie ile kazi ambayo Mwenyezi Mungu anataka kufanya aifanye naye, either atakuwa kama opposition leader ama president, it doesn't matter. Tuweke nguvu zetu kule, tupigane na nguvu za devil worship Kenya. Hiyo ndio chano. Munikosoe, mprofesai na muniambie. Na kitu ingine, nyinyi ambao mnakosoa wakati tu mtu wako platform mnakuja kumwambia sio hivyo. Kujeni kwa platform na nyinyi mseme Makidi ako na over 50,000 followers, mimi niko na 1,800. Ukisikia uko na jambo, kuja nikupeleka kwa Makidi, na kama analipisha kitu nitakulipia. Hiyo ujumbe unasikia uko naye na moto ambao unakushoma, ambao unasababisha uniandikie message nyingine hapa ya kunionyesha unanikosoa, sikatai. Lakini baada ya kunikosoa kuna ile kitu unajua inafaa. Ukuje utuambie, utuhubirie. These people of this nation, tunahitaji ukweli wa mambo ya Injili. Tumekuwa tukiomba tangu wakati wa Moi. Tutafute mmoja wetu, tuweke pale na tumshikie na maombi. Hii kitu nilianza kusikia nikiwa kwa Kristo. Kuna mama moja alikuwa akina gopo, alikuwa anaitwa Wajiru. Wanamtafuta wakuja wamweke kwa mamlaka, alafu wamuombe na wamshikilie na maombi. Akawa naye injili yake haelewi wokovu sawa sawa. Leo hii tumepewa Mkristo mama ambaye anaelewa Mwenyezi Mungu. Na ninakwambia uombe uone kama hii kitu nasema ni ya uongo. Anaendaga na malaika 7. Ukimuona kiroho wamemguard. In fact akitembea hivi kwa barabara hata umrushie risasi akiwa bulletproof. Haiwezi ingia Huyo ni Lecho Ruto. Na kuna mafuta hapo. Mahali anaenda kanisa, wewe unajua mahali anakujaga kwako. Itaneni maombi. Tuombe hapa. Na tukiomba, tuelezee Mwenyezi Mungu. Kumekuwa na wingu la devil worshiper nchini Kenya. Na nikimaanisha devil worshiper, mtu ambaye anachukua pesa kama NHIF, anakula akiwa peke yake. Tukose kumuita devil worshiper, tumuita nani? Pesa inapewanwa na serikali, inatoa, tunaelezewa hii ni ya dawa ipelekwa katika hii institution. Baadaye ya dawa sipelekwa mahali zinatakikana. Mtu fulani tu mkubwa daktari ama mtu fulani deputy secretary, sijui wanaitwa permanent, sijui court secretary, anaiba hizo dawa zote anaenda kuziuza. Hatuzioni hapa kwa maestate, unaenda unakuta umeuziwa dawa imeandikwa government of Kenya. Anakuuzia unashindwa ametoa wapi? Zimejaa kwa makemisti huku. Haro. Hii wiki la wizi limewekwa na limekoma Kenya na shetani. Tukishikana kama Wakristo tulete revolution in our government. Let's hold on and support this lady. Ako na kitu amepewa na Mungu kuhusu nchi. Either bwana ashaguliwe, akose kushaguliwa. Huyu mama ako. Maana mpaka saa hii kuya leo. Na nisisemi hivi kwa ubaya. Na msinishukue vibaya. Kuna madamu moja anaitwa, wacha nisiseme jina lake, anapenda kusimama na misimamo
Akiona serikali inafanya vibaya, anasema hapo nimekataa. Na kuna wakati alipewa ministry na serikali ya Kibaki. Akaona vile wanafanya haifai, akasema no, I won't tolerate this. Nione hii mambo ikitendeka na mimi niko kwa hii serikali. Akakataa hiyo kiti. Akatoka. Wakati mmoja wakaenda mahali mkutano na Moi. Huyu mama anasimamia ukweli. Akiwa katikati ya mkutano akaona haiendi vile yanataka. Alisimama katikati ya watu na akatoka kwa huo uwanja akaenda. Standing with your principles. Yeye ni lawyer. Akiona dhambi mahali anasemaga mimi nikae kwa hapa nione maovu ya kitendo na mimi ni mkubwa, afadhali nilisaini. Heko, madam. Heko for that. Una start na principle na you don't tolerate nonsense ikifika ni wakati wa kusimamia ukweli. Mother Karua, God bless you. Ninaongea hivyo maana umetuonyesha wamama ambao wanasimama na ukweli. Afadhali nikose mkate kama itakuliwa na panya watoto wakiwa na njaa, na nione haifai kukuliwa na njaa, na anaona ni yeye anagawa, anasema badala digai nione ikikuliwa na panya watoto wakiwako, sitaki. This lady ameresign zaidi ya mara 2 kwa mambo, akiona haiendi vizuri anaambia president, mimi hii kazi sitaki maana haiendi vile inatakikana. Anaona ukweli na hawafuati. God bless you. Sikia ni hii. God has given us Rachel Ruto. Kama kuna revolution itafanywa Kenya, please brethren, wale ambao mumeokoka na mnataka ukweli, wacha mchezo. Unajua tunaingia makanisa mengine hapa, unakuta mtu kiongozi fulani anakuja, ama mtu fulani ni mbunge na anaiko na influence, anakuja anapewa pesa, mhubiri anapewa pesa, wakati huyu mhubiri mtu anaongea maneno machafu kuhusu mtu mwingine, paka yule mhubiri anapiga makofi. We are not supposed to be like that as preachers. We stand for the truth. Afadhali tukufe umaskini, utembee miguu na shida, usijegewe kanisa mzuri. Hiyo kanisa unajegewa mzuri halafu utakaiwa watoto. Mtu anakuja anakupea pesa halafu una compromise your faith because of politician ambaye hakai vizuri. Please. Naongea habari ya Wakristo ambao wamekombolewa na damu ya Yesu. Tusimame na principle kama huyo Iron Lady. Akisema hapa dhambi, hii kitu haifanywi vile inatakikana. Hapana, I can't be part and parcel of this. Siwezi nikawa ndani yake na haifanyiki vile inatakikana halafu mniambie ni mzuri. I better resign than be in this. Heko. Tusimame na huyu mama. Na kabla haujanikosoa na haujaongea, ebu omba uone kama hii kitu ninaona ni ukweli na utabarikiwa. Brethren, na nyinyi ambao tumeokoka na nimewaita nyinyi wa Kristo, tuungane na mimi, tuungane pamoja, tubomoe hili wigu la ushetani Kenya. Unajua lilianzia lini? Wakati mhubiri anaitwa na president, anaenda anapewa ploti, na ile ploti ni ya grabri. Umenyang'anya mtu ploti yake, inapewa mhubiri. Na yeye na kutojua kwako umepewa ploti na ni ya grabri, unapiga makofi. Halo. Ilianza na hiyo. Wengine wanaenda State House, wanawekewa pesa kwa briefcase, wanaelezewa hiyo sauti mko naye mwasha. Nafikiri watu wa mwisho kuwa na ukweli hapa Kenya walikuwa akina Dr. Joya. Na sio kusema ati hakuna Wakristo Kenya, sio kuwa ati hakuna wahubiri. Ile kitu iko nao, hizi matumbo zao zimeleta shinda. Na Mungu anisaidie nisipitie hiyo laini. Afadhali nikufe, niende biguni, niende nikapumzike, kushida kuona nikidha huyu Kristo ambaye ninamjua nikimrudisha msalabani. Mimi siwezi penda hiyo. Halo. Na nikisema hivi, ninajua hiyo kitu ninasema iko na ukweli. Brethren, amri 10 za Mwenyezi Mungu, kuna hii moja inasema, nimetoka kwa Rachel, nyinyi obeni na mniambie kama hii kitu ninaongea ni ukweli. Kama mnataka revolution na hii mambo ambayo imekuwa ikitusumbua, waizi watu wanashauriwa wote wanakuwa kitu moja. Halo. Kama tunataka revolution ibadilike, lazima katika pengo
kusimame mmoja ambaye anajua Kristo. This is our opportunity. God bless you. 10 commandments. Nikisema kwa 10 commandments, kuna amri ambayo inasema uende ukasome. I think ni Deuteronomy 20, if I'm not wrong. Kuna hii amri, uenda uangalie 10 commandments. Kuna hii amri ambayo inasema usitamani ng'ombe ya jirani yako, mbuzi ya jirani yako, na zilete kwa wingi, maana ni usitamani mfanyikazi wa jirani yako, mke wake, na chochote alicho nacho. Sasa watu wetu, kama commandment inasema usitamani ng'ombe, usitamani jirani kasi, mfanyikazi wa jirani yako, hiyo ni maid ama wafanyikazi ambao tunaandika, na usitamani bibi ya jirani yako. How do you see this? How do you see this? Usitamani bibi ya jirani yako, usitamani ng'ombe yake, na usitamani mfanyikazi wake. Mfanyikazi leo tuseme ni maid. Wewe unakuanga na maid mzuri, anakulelea watoto vizuri. Na huyu bibi anakuanga mrembo. Yaani unaangalia bibi ya mtu hivi na masho, kama masho inaweza geuka ikuwe mnyama. Ni kitu kingine huwezi elewa. Tunaona hapa yaani ukirebesha bibi yako. Unaona mtu anamwangalia, ina maana to suggest ukiwa umekufa inaweza penda kuwa hapo. Na in fact watu wanafanya hivyo, wanaua watu wengine kwa sababu ya bibi zao. Amri moja hiyo ambayo inasema usitamani. Na kama wewe unajua tamaa imekuja, shame on you. Maana hii commandment ni wale watu ambao wameokoka. Maana wale ambao wanamjua Mungu ndiye ana command. Mwenyezi Mungu alitembea na Wanaisraeli na hakuwa anaongea na hao kabila zingine, alikuwa anaongea na Wanaisraeli. Mpaka anaambia Wanaisraeli msioane na hizo kabila. Usitamani chochote anacho jirani yako, mpaka gari ya jirani yako, nyumba, kiti. Hii bibi mrembo huyu anapikanga mzuri. All this of evil and rubbish. Maandiko inatuambia tusitamani. Ado. Unajua ninaongea Kikuyu saa zingine hapa. Unaona kama ni ujinga. Si kupenda. Hiyo ni moja ya kutamani. Kitu kingine ni hii. Tulienda mazishi hapa siku nyingine Kinago. Yule mtu amekufa. Alikuwa kanisa fulani. Hii kanisa walikuwa pastor hajaenda theological school. Bishop amekufa, ametafuta bishop mwingine, wakatafuta mwingine ambaye hajasoma. Sasa wakati wa mazishi, yule bishop ambaye anafaa kuja kuzika mtu, anakuja kwa mazishi saa 5 wakati imeanza saa 3. Na yeye ndiye bishop. Sometimes it is better kusoma masomo kidogo. Kuna haja ya pastor kujoin theological school hata kama ni part time. Uwe na kaelimu kidogo. Do you know? Kenya huwezi ukapewa certificate, ile kitabu ya certificate of marriage huwa inapewanwa na serikali na inauzwa sijui 30 ama 25,000. Ukiwa hauna theological diploma ama hauna diploma ya aina fulani ya masomo umesomea, hata uwe pastor anaitisha moto kutoka mbinguni huwezi pewa. Hello. Mapasta, kama wewe unataka kutumikia Mwenyezi Mungu na unataka kuwa independent, rudi nyuma kidogo. Na sikwambii uende full time. Uingie part time training. Uwe na certificate kiasi. Either ni diploma in theological. Maana leo hii ninaweza kuwa na moto mingi sana ya kiroho. Ninaweza kuwa naitisha moto kutoka mbinguni. Lakini Kenya hii ambayo tuko, nikitaka kufungua kanisa leo hii, lazima niwe na certificate. Siwezi nikapewa certificate na serikali ya kufungua kanisa bila cheti fulani. Tuwe civilized. Tuseme
Mwenyezi Mungu anaita watu ambao hawana masomo kufanya hii kazi yake. Lakini sometimes nataka nifungue kanisa. Kuna wasichana wanataka kufanya harusi na vijana. Kuna mtu amekufa nataka nimzike. Kuna hii jambo lingine linatakikana niwe. Lazima, there is no way, hakuna serikali itakupatia document hivi ya kanisa ukiwa hauna certificate fulani. Sasa wahubiri, ninajua tunaitwa na Kristo tukiwa hatujasoma. Juu anasema hapa ameficha wenye hekima siri ya ufalme wa mbinguni, anawapatia kwa wale ambao hawajui. Yenyewe kutosoma ni sawa, lakini kuna language ambazo tunasoma zinafaa. Kutokuwa na masomo kidogo iko na hasara kubwa sana kwa wokovu siku ya leo. Maana masomo kidogo leo hii mtu fulani kama president anaweza sema ninataka wale wahubiri wako Eastland Kayole wakuje kwa ofisi, nataka kuonana na hao. Kama huna certificate ya kitu fulani, hata uwe na kanisa ya watu milioni 1, kama huna certificate fulani hauwezi ukaruhusiwa. Watakuuliza tuonyeshe masomo yako mahali umefika. Hapo ndio kiwango tumefika nchini Kenya. Na kama unataka kufungua kanisa na hauna certificate fulani, lazima ukae under someone. There is no way utakuja kusema I want to a ministry by my own. No, lazima uwe na certificate fulani. Masomo kidogo inasaidia. I know how it works. Ninajua nimetumika nikiwa sijasoma, na ni sahi sio kusema ati sijasoma. Mimi nilifika form 4, form 3. Hata kama sikuwa ninashika masomo vizuri, kazi ilikuwa kusoma Biblia. Kitu kingine nataka kuongea ni hii. Na hii ni very sensitive. Siku moja nilikuwa nauza maua City Market pale town. Nilikuwa nauza carnation. Within a period kasi ikawa ni mzuri, kasi ni mzuri. Ikafika wakati kasi yangu ikaanza kuharibika. Yule nikinunua maua mahali na yatoa shambani, ninapelekea mtu fulani ambaye ako na duka na ninamuuzia. In fact mmoja alikuwa Mhindi, mwingine alikuwa Mkikuyu. Sasa nikimpelekea maua ananilipa jioni. Sasa ilienda ikafika huyu jamaa akawa hataki maua yangu na haniambii sababu. Nikimpelekea ananisomea, ananiambia hii maua yako si mzuri, unapewangu a reject, all sort of mambo. Sasa kazi yangu ikawa inaenda ikififia, ikiisha pole pole. Mpaka nikaona imerudi chini. Sasa ile kitu iko ni hii. Baada ya kazi kurudi chini, kulikuwa na jamaa moja ambaye ni rafiki yangu anaitwa Steve. Tulikuwa tunauza maua na yeye. Nilianza kuomba. Na hii inakuhusu wewe ambaye hujakaa vizuri. Nilianza kuomba. Na katika ile maombi nikaa nauliza Mungu, sasa mpaka watoto wangu wanakosa school fees, kwani nimekosea wapi? Ni nini kazi yangu iende vizuri? Niliomba tu kwa muda. Na ikanibidi sasa nijifunge. Ninakosa kukula, nikienda kazini ninashinda hivi nikiwa tu sielezi mtu nimefunga. Sasa siku moja nikapata ndoto. Mwenyezi Mungu akaninenea. Akaniambia unajua Domo, wewe mkiwa na brother Steve, baraka yenu imeibiwa na mtu fulani katika sekta ya maua mahali mnauza. Nikauliza Mungu, how comes anaweza iba baraka zangu? Akaniambia sikia hii. Ni kwa ndoto, ilikuwa ni ndoto hii hata si sauti. Ukikaa vibaya, kuna watu ambao huwa anaenda kwa shetani, wanaona nyota yako, wanajaribu kuiondoa. Sasa wakati nilikuwa naona hii maono, ilikuwa ni kama mpereji imetoka biguni inakuja juu yangu, na hiyo nyingine nilikuwa ninaona inaenda kwa Steven. Kila mtu wako na mpereji imekuja mpaka kwa kichwa yake, inamwagia baraka. Sasa katika hii ndoto hii niliona yule mtu ambaye ametuibia hizi baraka zetu tukiwa na Steven ya kuuza maua, ameenda kwa mganga, ameshukua kitu yetu moja. Nituseme tu ni pesa. Sijui alishukua kitu gani kati yetu. Alafu akatoka hapa akapeleka kwa mganga. Alipopeleka kwa mganga, yule mganga akatumia nguvu, akashika hii mperenji yetu ya baraka. Si imetoka kwa Mungu. Akaivuta pole pole, akaiondoa, akaiweka ndani ya huyu mama ambaye alikuwa ameenda kwa mganga. Sasa baraka yangu hii mpereji imetoka kwa Mungu. Unajua haijashika kichwa lakini inanimwagia blessing.
yule alienda kwa mganga akaivuta polepole na nguvu ya kishetani akaigiza kwa yule. Sasa huyu mama naye kazi yake ikaanza kuinuka, yetu inarudi chini. Siku moja baada ya kuzunguka, baada ya hiyo maombi, nilienda nikatafuta huyu jamaa anaitwa Steve. Nikamwambia, Steven, unajua kitu moja, niliota baraka yetu ya kuuza mahua na wewe tukiwa tumeibiwa na mama fulani. Akaniambia, by the way Martin, alikuwa anaongea na by the way Martin, hiyo kitu umenena ni ukweli, maana na shida hii kazi yangu kwa nini inaenda vibaya hivi? Nikamwambia, think about it and pray about it. Alipoomba naye akaota ndoto tu ile mpereji yake ikivutwa na yule mama anaweka kwake. Nikamwambia tushikane tuombe turudishe baraka zetu. Tulishikana mkono na tukaombea kwa ofisi. In fact hatukuomba mara mbili. Tuliomba mara moja tukiwa tumeshikana na yeye, tumeaminiana. Tuombe baraka zetu iturudie. Tukafuja hiyo na ile kitu alikuwa imenyakuliwa na shetani kwetu ikarudi. Sasa wewe sikia hii. Unajua saa zingine tunasema hiyo mambo haiwezi kanishika na tuko naye hapa. Ninasikia watu wakiongea hapa, hey, I don't believe in that. You fail to believe in that, but those who don't, ambao wanaamini kwa hiyo, wanakuona na wanajua baraka zako. Ukikaa tu goigoi, inavutwa pamoja, inawekwa pa mwingine anaishukua. Hiyo ilikuwa ni hiyo. Na tukaomba ikarudi na kasi yetu ikafunguka all of a sudden na ikarudi vizuri. Nimekuja kuasha kazi ya mahua ikiwa inaendelea vizuri. Hii ni ya pili. Kuna duka ninanunua town kadhaa. Nikuonyeshe ukae vizuri ili baraka zako zisiibiwe na mtu wako wa mashetani. Watu wanaenda kuabudu shetani. Wewe ukikaa tu I believe in Jesus so shallowly. So shallowly. You don't know the power of the gospel that you believe. You don't know the power of Jesus that you believe. I believe in Jesus. Mimi ya mapa haiwezi kanishika. Ni sawa, sikatai. Kuna mtu anaendesha gari na ni yako na wewe hujui. Sikia hii. Juzi nikiwa tu ninauza hizi vitu ya hardware, nikaingia kwa duka ya mhindi fulani. Ameandika Wakamba kiasi na Wabaruhia. Lakini kuna mmoja kati ya wale ambao wanaandika pale ile kitu unataka anaandika vizuri. Mimi nilienda kununua kwa hiyo duka. Na ile vitu nilikuwa nataka kwa hiyo duka ilikuwa inanikost 4,200. Sasa wakati niliandikiwa yote ikahesabiwa nikaambiwa ni pesa hivi, nikatoa shilingi 4,000 na 200 nikatoa kwa mfuko hapa nikaunganisha nikapea yule mzee. Nilipompea ile pesa yangu, unajua imetoka kwa mfuko yangu, kwanza dizui nilikuwa nimeweka hapa kwa shati. Alitoa ile bili ile nilikuwa nimeweka noti kwa katikati ya noti za 1,000. Alitoa hiyo 200 akaweka chini. Akatoa wallet yake akatoa shilingi 200 akaweka hapa, akapea muhindi. Hii 1,000 yangu hii 200 yangu akaweka kwa mfuko kwa gibeti yake na akaongea na Kikamba na wengine hapo. Akasema huyu mtu huwa ananishangaza. Kwa maana sijui maisha yake huwa sielewi. Hii kitu nitapeleka kwa daktari anielezee. Sasa ile kitu iko fane ni hii. Yeye aliongea na Kikamba na mimi sielewagi Kikamba vizuri, lakini siku hiyo nilisikia. Maana alirudi nyuma kidogo, akaanza kuongea na mwingine hapo. Huyu mtu simjui vizuri, nitamtafuta nimuone. Akaweka noti ya shilingi 200 yangu, akaweka kwa wallet yake, akatoa yake, akaweka akapelea muhindi zile zangu. Baada ya wiki 2-3 mwezi nilirudi kwa ile duka. Maana siendagi regular, siendagi kila wiki. Baada ya wiki 2-3 nilirudi kwa ile duka. Na nikamuita huyu jamaa, nikamuuliza sasa nani? Tukaongea tu, tunaongea sometimes politics kidogo, ninakomesha ninaleta neno la Mungu. Kaa hiyo hapendi. Nikamuuliza nani? Ulikuja hapa ukatoa pesa zangu 200. Unajua sasa ninamuelezea vile alifanya. Na ukaiwekelea kando, ukatoa yako ukaweka, ukapea muhindi yangu 200 ukaweka kwa wallet yako na ukasema hapo nyuma utaenda kumuona muonaji ushago. Ulienda? Alicheka na akaondoka kwa counter. Maana hii duka yako na grill. Aliondoka kwa counter akarudi ndani kidogo. Akaenda kuongea na mwingine tu bado Kikamba. Unajua alisema nini? Do you know? Hiyo pesa mundu alisema hiyo pesa ya mtu huyu nilitoka naye hapa. Nilipeleka kwa mganga ama kwa muoni kwetu. Wakati niliingia tu kwa gate, kabla sijaingia kwa nyumba, alitoka akanifuata, akanikuta.
Akaniambia hiyo pesa umeweka kwa mfuko inawaka moto. Irudishe mpaka nje ya gate uiweke. Alafu ukuje bila hiyo. Ile pesa aliruta yangu, aliruta ni Kikuyu. Kiswahili. Ile pesa ambayo alitoa 200 yangu. Where is? Haya. Ile pesa ulitoa yangu. Ulipeleka wapi? Alirudi hapo nyuma akasema nilienda nikafukuzwa na ikaonekana inawaka moto. Anything that comes to your contact, unaishika na mikono yako no matter what, inakuwa a blessing. Hatukuwa hadi samu hivi unatuona tukiwana na bibi yangu. Hata bibi yangu hakuwa mrembo nikimuoa. Tunakuwa tunatengenezwa na Mwenyezi Mungu vile tunapelekana na yeye. Ona. Alifukuzwa na pesa na akaelezewa uende mpaka nje ya gate main, uweke hiyo pesa nje hapo na wallet yako, ukuje na zile zako. Hiyo uweke hapo, ukitoka utaibeba urudishie mwenyewe. Ili huyo mganga alimwambia inawaka moto. Sasa ninakwambia hivyo na naambia hakuna kitu ninaweza fanywa. Hakuna kitu ninaweza fanywa. Brethren, nini? Ni kweli iko. Kuna mtu atakutoa kwa kitanda yako usiku akubebe akupeleke aende afanye na kazi na wewe. Usiku anakufanyisha kazi ya mafuti ukilima. Ikifika asubuhi anakurudisha kwa kitanda, unasikia umeshoka. Na ni mtu alikubeba usiku akaenda na wewe. It's very possible in spiritual world. Na ni vitu tuko nayo hapa duniani. Brethren, tunakaa tu zuzu. Hatuoni, tunakaa tu zuzu. Hatusikii. Nikisema hivyo inasema maana tunasikia. Sasa tunaangalia maandiko hapa, vitu ambavyo nilikuwa nimeandaa kiasi ambao Mwenyezi Mungu amenikumbusha niongee. Huu wakati tuko ni wakati maneno ama maono ilionekana na Ezekiel 1:15 hapo 21. Ati na nikaona gurudumu wheels zilikuwa hapa duniani zimejaa masho, rimu yake imejaa masho, na hapa juu hakuna kitu inaonekana. Ni maono, juu yake kuna mwili inaonekana. Hii mwili ambayo iko juu, hapa kuna hewa, hakuna kitu inaonekana. Chini ni gurudumu 4 wheel. Hii mwili ya juu ikitembea north, hii miguu inaenda north. Ikiinuka juu inainuka. Na ile rim na miguu imejaa masho sehemu yote. Ni kanisa la leo. Hili ndilo kanisa la leo. Rim na masho yote ni wale wateule ambao wameteuliwa siku ya leo. Hapa katikati hapa tukiangalia katika atmosphere hakuna kitu inaonekana. In the spiritual realm hakuna kitu inaonekana, lakini ukifika duniani, wewe ambaye umekubali kukaa vizuri ndani ya Kristo, jisho wewe ni mmoja wa ambao wako katika zile miguu 4, na wewe ni mmoja wa zile masho ukiwa umelindwa na Mwenyezi Mungu. So wakati hii mwili ya juu ina move north, inaenda north. Na hapa hii maono ilionekana na Ezekieli, akaelezewa, akaonyeshwa na Mwenyezi Mungu akitoka kwa hekalo. Hekalo kama lile lilikuwa limejengwa na Solomon. Mwenyezi Mungu akitoka katika hiyo hekalo. Hii maono ndio ilionekana. Sasa imefika wakati wa leo. Dhambi ikizidi sana, ile inaondoka juu, nayo presence ya Mwenyezi Mungu miguu 4 inaondokea dunia. Unanielewa? Mwenyezi Mungu mkikaa vizuri anarudi chini. Hii body ya juu inarudi chini, inakanyanga chini, inaanza kutembea. Mkikaa vibaya, wale ambao wameokoka wanainuliwa juu, nyinyi mnabaki huko chini na mashida yenu. Ezekiel 1:15-21. Soma hiyo maandiko na uelewe na perspective ya hivyo na kuelezea. Kanisa hiyo ilikuwa imeonyeshwa Ezekiel, Mwenyezi Mungu akihama kwa kanisa, kwa makanisa, kwa kanisa wakati ule. Sasa ikawa yeye ni one, mkileta shida zenu na dhambi zenu, anainuka juu, anainuka pamoja na miguu na wateule wote. Mkikaa vizuri mnarudi pale. Huu ni wakati wetu, kanisa la mwisho la Roho Mtakatifu. Tukae vizuri, tuone wokovu wa Mungu. God bless you. God bless you. God bless you. Nimeongea na nyinyi. Point of interest. Tunataka revolution Kenya, na kusimama watu ambao watakuwa wanaomba
Wale ambao wanaishi vibaya wanafikiri wataingia kwa viti za bunge, ma MCA na governor na maseneta, wanafikiria wataenda kuwa waizi pale. Na sisi tukiwa Wakristo tumeshikana na huyu dada ambaye nimeongea habari yake, tukishikana vizuri, nguvu yetu inashida wale. Mtu anaenda anajishikilia kitu ya mtu hivi, akikatalia naye anakuwa kama mtu mmoja aliuza plot, akaenda mbele ya mitume, akaulizwa, ni hii tu mumeuza? Akasema hakuna ingine, tumeuza yote. Alianguka hapo na akakufa. Bibi yake ndiye huyo Safira. Akakuja akaulizwa, ni hii mumeuza? Yote wakakufa. No matter. Huu ndio wakati huu. Tusimame by force. Tushikane vizuri wokovu. Turudishe injili ambayo tulikuwa tunaita ya kahama hapa nchini Kenya. By force. By force. Na nyinyi ambaye nimeomba na nyinyi na mmefanywa miujiza na Mungu, maana mnaniandikia message kwa WhatsApp. Siandikeni kwa mitandao hii ya YouTube. Kama tuliomba na wewe Mungu akakutendea miujiza, sema. Maana hata na mimi nataka kusikia kutoka kwako, ili na mimi niwe na nguvu ya kusonga hapo pengine. Na yule ambaye hajatendewa na amesikia wewe tuliomba na wewe akatendewa na tukashiriki. Unajua hapa tunaelezewa tunaunganisha imani yako na yangu. Maana Biblia inasema ile kitu mtafunga hapa duniani, Mwenyezi Mungu anafunga. Mkifungua ni hivyo. Sasa mimi sio ati mimi ni special. Imani yako na yangu tukiunganisha tunaomba, Mungu anatenda. Kuna watu tumeomba na wao na wananiandikia message through WhatsApp. Ukitaka andika kwa hii message ambazo zinatoka hapa YouTube comment. Andika tu useme, huyu mhubiri tulishirikiana na yeye. Si mimi, ni wewe na mimi tukashirikiana. Tukaombea hili jambo likatimia. Andikeni kwa mitandao ili tuwezeshe wale wengine ambao wako chini na hao wae na ile courage ya kumtafuta ukweli wa Mungu. Brethren, kuna mtu tumeomba na yeye kwa mitandao. In fact hata simjui. Akaniambia nilikuwa na deni, sijui nilipewa na nani. Na huyo ambaye alikuwa amenipea deni, alikuja baada ya kuomba na wewe, akaja akaniambia hiyo deni nimekusamehe. Sijui akaniambia alikuwa na ingine ya bank. Alikuwa amekopa bank, kukakuja sijui nani wao akamwambia hiyo deni uko nayo kwa bank nitakulipia. Na akawa free. Akaniambia sasa mahali mimi nafanya kazi, sina makaratasi na nimepata favor kwa yule ambaye ametuandika. Mpaka wakati anakuja kuinspect kampuni yake ananiita. Do you see how our God works? Wakati unafanyiwa hii mambo, yaandike kwa mitandao useme umefanyiwa hivi. Na sio mimi nimekufanyia na sio ati ni mimi na imani. Imani yangu na wewe tukiunganisha inafanya kitu. Maana Biblia inasema wawili kama watatu. Kristo wako. Tukiomba na wewe kwa simu tushirikiane tuombe. Itendeke. Andikia wengine ili tuwe na nguvu ya kusonga mbele. Hata mimi nataka hizo maushuhuda. Hello? Na ukitoa kwa hii platform, you are blessed. Na mimi nasema mbarikiwe. In Kenya, in the whole world. Continent zote. In the whole world. Mbarikiwe. Lakini tuinuke. Na ile tunaita spiritual gorilla. Spiritual gorilla. Gorilla ni mnyama mwingine. Haisikiagi. Spiritual gorilla ni tuamuke na imani. Faith that. Huyu wetu ambaye analindwa na malaika 7. Tuweke imani pamoja na yeye. Tubomoe foundation za kishetani Kenya. Ati lazima mtu akishaguliwa, badala ya mtu ashaguliwe hivi, aanze kuona wale watu wako na shida awasaidie. Anatafutaka mahali maploti imebaki. Just imagine, ninaenda mahali hapa Utawala. Nakutana na mama ananiambia, "We, pastor, juu ninajua wewe unaweza hii. Ngoja nikuintroduce hii. Hapa kuna pewano pesa ya inaitwa CDF. Inaitwa ya nini? Sio CDF, hii ya shule, basari. Inapewana shilingi 15,000, 20,000. Wewe sema uko na watoto watatu upewe 20, alafu yule anashukua anataka 10, 5 na mimi nikupee 5, alafu nyingine ubaki naye." Nikamwambia mimi siwezi fanya hiyo. Na yule ananiambia namna hiyo. Ako na gari na si moja. Anaiakisha anaenda anasimamisha hapa anaenda na makaratasi. Shimo ni ameshika makaratasi. Mimi niko na watoto ambao wanahitaji pesa. Ndani ya uongo unapewa ya watoto 4,500, 20,000. Mwenye kukupatia unampea 5,000, wewe unapatia hiyo broker ingine 5,000 unabaki na 10,000. Shimo ni Mungu anakuona ukiwa biguni. Utaisha uishe mpaka uishe kuisha kabisa. Hawa watu ndio ninakwambia tushikane pamoja na huyu madam. Tuweke nguvu hapa. Maana Mwenyezi Mungu amempea hii mamlaka yote na ulinzi.
na FIFA akiwa katika ofisi ya juu. Kama angelikuwa apewe zamani akiwa wakati walikuwa anahubiri na mzee huko mshijijini, tukejua ni kitu ingine. Na mjue, ninasema hivi, maana ninajua it is possible. Na wamama juu nyinyi ndio 90% ya wamama ambao wameokoka Kenya mmequalify academy ya Mungu na mmepita. Wahubiri ambao mnahubiri na mnajua Kristo vizuri. Tusimame na katika laini ya huyu mama. Na hii madhabahu ya shetani tutaibomoa Kenya. Tumeshoka kusikia sijui kanisa ya Freemason iko mahali fulani. Tumeshoka na hii sasa watu wanarudi mshago centro. Mtu anaenda anarushiwa vile vitu tunaita gabugu. Ati magomizi naongea anga sijui uko na deni ya nyanya yako uende ukatahiriwa. Tusimame hapa na tubomoe katika kiroho. Na mahali kunatakikana kifo wengine tutakufa. In the sick, setting the record straight. Hii wigu ilitokea tangu Kenya ipate freedom. Imekuja hivi, imekatalia. Tuibomoe wakati huu. Na tukishirikiana, Mwenyezi Mungu atatuondolea. Na atatutendea miujiza na atatutendea mambo ya ajabu. I believe and I know it is possible. Tukiweka nguvu yetu pamoja hivi, tutabomoa kila madhabahu nchini Kenya. Utakuwa unaongea maneno ukiwa Kenya, inatendeka Amerika. Unaongea ukiwa Amerika, inatendeka Kisumu, Nyando, inatendeka Mombasa. Angalia hii. Na ndio ninawaambianga muangalie mambo vizuri. Tukishikana vizuri tutabomoa. Wakati Kenya kulikuja missionary, Kenya walikuja Mombasa, walizikwa akiwa hai. Angalia spirit ambayo inafanya kazi Mombasa. Hai. Hauelewi. Tushikane pamoja. Maana mmoja wetu ameletwa na Mwenyezi Mungu na ameinuliwa mpaka kiti ya pili ya dunia ya Kenya. Deputy President wife ambaye ameokoka. Analindwa na malaika 7. In fact tukiweka nguvu zetu pamoja na tumshikilie kwa maombi. Awe kama Ruth, apenetrate. Sio awe president ama bwana awe president. Tubomoe hii miziki ya kishetani. Ambayo foundation yake ilianza wakati hii Kenya ilikuwa inapata freedom. Ilianzia huko na wazungu ikakuja ikawa hivyo, imekuja na ndio mpaka wa leo iko. Mtu anapewa pesa hivi unaelezwa hizi ni milioni 20, enda ununuliwe maskini dawa. Zote anakula. Unaenda hospitali unakuta hakuna dawa. Paka Panadol. This week litabomolewa na vigogo wa kiroho na spiritual gorilla. Tuungane haki na muniunge mkono tuende mbele. God bless you. Evangelist Martin Ndungu. Namba ya simu 0721 735 498 0774 297 055 WhatsApp number. God bless you. God bless you. Baba, katika jina la Yesu naashiria baraka zako Mwenyezi Mungu. Hili neno nimenena. Lifuatilie mahali linaenda. Na liwe la baraka katika nchi yetu. I cover Kenya with the blood of Jesus. And I protect my nation with the power of the name of Jesus. The atmosphere of my nation. Yote naijaza na uwezo wa jina lako. Boda zote za Kenya. Ninasifunika. Na silinda na uwezo wa jina la Yesu. Terrorism, no. In Jesus' name. Haya tumeomba tukishukuru. Na ni katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Shalom. In Jesus' name. God bless you.